CRDB Bank. Michuano hii ambayo hatua ya 32 Hausa wanatoka kule kombe ama ligi ya championship, lakini JKT Tanzania kama inavyofahamika wanashika nafasi ya pili ya ligi kuu ya NBC. Michuano ya CRDB wanakutana na JKT Tanzania. Nini ambacho tutakivuna hii leo ni jambo la kusubiri na kuona, wakati JKT Tanzania wenyewe wakitoka kushinda dhidi ya Pan Africans mabao 7-0. Hiki ndicho kikosi cha wenyeji JKT Tanzania ambao hakika wamefanya mabadiliko takriban 6 hivi katika ukiondolea mchezo ule dhidi ya Pan Africans. Waamuzi nao pia wakiwa wako tayari kabisa, wakiongozwa hapo na Saidi Mtitu, Mbaraka Rashidi, Happiness Hamadi na Joseph Pombe kutoka kule Shinyanga. Hao ndio watakaosimamia mchezo huu ili uwe safi na salama, hakuna mbwembwe. Maranya captain kwa upande wa JKT Tanzania wakipata picha pamoja na captain wa Hausang, na hawa ndio Hausang FC kutoka kule championship, wakiwa hapo namna kama kawaida. Anaonekana pale Constantino Haule, miongoni mwa nyota ambao ni wa kuchungwa sana katika kikosi hiki, yuko pale mbele akiwa na Dismas David na Obadia Hamadi Ali, kocha wa JKT Tanzania. Kitizama tu namna hii kwa dherei, unaweza kusema namna hiyo. Kwa upande wa Hausang, kocha huyo Shangwe Michael, kitizama tu namna hii ya 32. Naam, karibu sana Meja Jenerali Samuel Stadium, Mbweni, Dar es Salaam. Mchezo katika michuano hii ya kombe la shirikisho la CRDB Bank, JKT Tanzania dhidi ya Hausang FC, miongoni mwa viwanja bora, nyasi za kijani kibichi, inanyanyuliwa ndani huko, lakini kwenda kucheza vizuri kabisa, weka ndani. Yes, wanatangulia JKT Tanzania, makosa ambayo wamekwenda kufanya walinzi pamoja na mlinda mlango George Godfrey pamoja na Almas Adam, wakiruhusu bao likifungwa na Paul Peter Kasunda akiwa na mabao 5. Haya, nafasi nyingine tena, piga shuti la mbali, Babatiza kule meja kapani, chuma cha pili wanapata JKT Tanzania. Haya, anaweka ndani Salum Hamisi, weka ndani, nafasi nyingine tena kula JKT, lakini wasimama vizuri kabisa kule George Godfrey. Na dakika 45 zimekamilika, JKT Tanzania wakiwa mbele kwa mabao 2-0. Hausang FC ya Njombe ikiwa haijapata chochote. Dakika 45 ni jambo la kusubiri na kuona. Naam, karibu tena uwanja wa Meja Jenerali Samuel, Mbweni, Dar es Salaam. JKT Tanzania dhidi ya Hausang FC. Kapalata penyeza nzuri, imefika kwa uzuri kabisa kule Saidi Zonda ka vipas kwa namna, lakini jaribu nyingine tena kule kwenda kupita nayo kule, lakini mambo yanasema nini? Foul. Vijana wa JKT Tanzania na yuko ndani, kuna nafasi nyingine tena kutengeneza JKT Tanzania yuko ndani, kuna nafasi kule, cheza vizuri kabisa, simama vizuri kule Saidi, weka ndani, kataa kule defender kule, maridadi sana Wisdom. Haya, ni nafasi wanatengeneza kule kwenda kupita nayo kule, tambaliziwa kule, lakini pishana nayo kule Nurdin, anapita nayo kule Samuel Kakuyu, nafasi nyingine tena kwa Hausang kwa ndani kule, kwa ni goal kick. Wanasimama imara, bado nafasi nyingine, Paul Peter Kasunda, Paul Peter anaiweka sehemu nzuri, lakini anakwenda kuipitia kwenda kule chache kwenda huku, anakwenda kuiwahi kule Saidi Zanda, anaiweka ndani tena kule, lakini kwa ni goal kick. Kapalata David Bryson kapita nayo, David Bryson kataa kule mlango, what a save ya Almas Adam, kona. David Bryson anapiga ndani kwa nafasi kwa na dakika 90 zimekamilika. Edward Songo akikosa kipigwa pasi moja hivi na David Bryson, wakashindwa kumalizia kupata bao la 3, lakini ndio hivyo, wakiibuka na ushindi. Full time JKT Tanzania 2, Hausang FC 0.
Mimi ni Juma Kinanguka, hadi wakati mwingine, kwa heri kutoka Meja Jenerali Samuyo Mbweni, Dar es Salaam.